Waziri Mkuu, hivi karibuni kumeibuka na taarifa za kuenea kwa ugonjwa wa Ebola kwa baadhi ya nchi za jirani, ambapo na kwa kuwa nchi yetu ina mahusiano mazuri sana na nchi hizi za jirani kwa maana ya kibiashara na mahusiano ya kijamii. Je, serikali imejipangaje kudhibiti na kukabiliana na janga hili la Ebola? Asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa nafasi hii nijibu swali la Mheshimiwa Asha Moto kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwanza nimpongeze Mheshimiwa mbunge kwa kulileta swali hili kwa wakati. Ni jambo ambalo linaendelea katika maeneo mbalimbali hapa Afrika. Mheshimiwa Spika, kwanza nitumie bunge lako tukufu kusema mpaka sasa tuko salama, nchi yetu iko salama. Ni jambo la kumshukuru Mungu, tuko salama. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa kama alivyosema Mheshimiwa mbunge, nchi yetu ina mahusiano mema na sio tu ya kiserikali, ya watu na watu mipakani, na pia Tanzania sio kisiwa, na jambo hili ni jambo la milipuko inayotokea maeneo mbalimbali, ni jambo linaloweza kutokea katika nchi yoyote. Mheshimiwa Spika, serikali kwa kutambua hilo tumeendelea kuchukua hatua za kutoa elimu, na nitumie bunge lako tukufu kuendelea kupaza sauti kwa Watanzania wote kuendelea kuchukua tahadhari kama ambavyo tumekuwa tukichukua tahadhari yanapotokea mambo ya magonjwa ya aina hii, ambalo hili si la kwanza, na hata hili la aina hii la Ebola sio la kwanza kutokea katika mataifa haya ambayo yameripotiwa kuwa na tatizo hilo. Tuendelee kuchukua hatua za tahadhari, tuendelee kuelimishana, lakini pia tuwe na utayari mtu anapotoka nje ya nchi, anapotoka nje ya mipaka, awe Mtanzania awe mgeni, tuwe na utayari wa kufanya vipimo, na tuwe na utayari wa kutokuficha tetesi hizo, lakini pia na kutokuficha dalili hizo, ili kuweza kupata huduma ya kwanza ambayo itasaidia kutokuruhusu ugonjwa kusambaa endapo kuna mgeni ama dalili zozote ama tetezi zozote zitajitokeza katika eneo lolote lile. Mheshimiwa Spika, kwa undani zaidi, Mheshimiwa Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa pamoja na timu yake ya wataalamu wanajipanga kuendelea kutoa elimu hii, lakini pia na kutoa taarifa kuhusu hali halisi ya jambo hilo ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, Mungu ni mwema, bado tuko salama. Tuendelee kumwomba Mungu, hajawahi kushindwa. Tumewahi kuvuka mambo mengi magumu ya aina hii, na hata hii tutavuka salama. Mheshimiwa Spika, tuendelee kuzingatia yale ambayo wataalamu wetu wa afya watatushauri, tuyazingatie na tuyafanyie kazi ili kuweza kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza. Asante. Mheshimiwa Dickson Nathan Luteve. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Lakini leo kuna sehemu matumaini yanakutana na suluhisho. Kwa nini unahangaika? Njoo wezesha Mzawa Microfinance. Punguza stress, ongeza maendeleo.